Wapendwa familia ya Mungu, leo ukitazama liturujia ya Kanisa Katoliki, tunafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Henriko wa Pili. Huyu alikuwa mfalme kule Ujerumani, na pia alifanikiwa kuchukua the Roman Empire, utawala wa Kirumi aliochukua, akawa mtawala wa eneo lote hilo. Na ni mtakatifu. Alikuwa baba wa familia, alikuwa na mke Kunigonda. Kwa nini mama kanisa anamkumbuka mtakatifu huyu leo? Ni kwa sababu ana mambo mengi mazuri ambayo tunaweza tukajifunza sisi kama leo. Na kwanza, pamoja na kuwa ni mfalme na madaraka yote yake na sifa zote zile, alikuwa mtu aliyeishi maisha ya sana. Alifundishwa tangu akiwa mtoto kupenda Mungu, kwa mtu wa sala, kwa mtu wa sakramenti, na akashika hayo. Hata alipopata utajiri na sifa na ufalme, hakusahau yale ya msingi alifundishwa tangu akiwa mtoto. Na kwa maisha ya sakramenti alikuwa mwaminifu hivi kwamba hata wakati mke wake hakuzaa mtoto, hakuhangaika kama Henry wa nane wa Uingereza. Namkumbuka Henry wa nane, yeye mke wake akumpatia mtoto wa kiume mrithi, akasema no, siwezi kufa ufalme wangu ukapotea, nitaoa mke wa pili. Kanisa likamwambia, huwezi bwana wewe, ulishabariki ndoa mke huyu. Akasema pendeni zenu na wa mke wa pili, na kuanzia leo kanisa la Uingereza liko chini yako. Ndio Anglikana mwanzo. Sasa huyu baba na ufalme wake angeweza kuleta bado hivyo. Anasema mke wangu ana mtoto, mmebariki ndoa kanisani, sisikii kitu, na wa pili nipate mrithi. Hakufanya hiyo biashara. Alisema niende hapa kanisani kwamba ndio mwaminifu kwa mke wangu, na nakuwa mwaminifu mpaka nife. Najua matokeo yake kwamba ufalme wangu utakuwa ndio mwisho. Na kweli kwa mwisho alipokufa yeye, ufalme wake ukaishi, na ufalme wa familia yake kuishilia mbali. Lakini akasema kwa ajili ya Mungu sitetereki. Kwanza hilo. Na pili ambalo alilifanya, ambalo mama kanisa alikumbuka, na hata alikumbuka miaka mingi, alikuwa anatumia fedha zake kununua ardhi kwa ajili ya kujenga makanisa. Na alinunua ardhi hii kweli, na alijenga makanisa mengi sana. Popote, Ujerumani, Italia, wapi. Na hata majimbo yakaanzishwa mapya kwa sababu ya nguvu ya huyu mfalme Henriko wa Pili. Akaishi karne ya 10 mwanzo. Huyo ndio Henriko. Mpendwa wetu Mama Audrey Philip Mbando namfananisha kwa karibu sana na huyu mfalme. Karibu sana. Mama huyu, familia yake Mwenyezi ameibariki sana, terms of kipato. Lakini hakuona kwamba kwa sababu Mwenyezi amembariki kwa kipato ainua mabega aseme kwenda kusalisali na maana gani. Hata mara moja. Ameendelea kuwa mwaminifu kwa kile alichofundishwa kwa wazazi wake na kanisani. Ameendelea kuwa mtu wa sala na sakramenti. Pamoja na changamoto za maisha, anapitia changamoto kama wengine. Na huwa anataka zile misa ambazo hazinaga kelele sana.
aweze kusikiliza neno la Mungu, tafakari. Yote utamwona zile misa za Kiingereza zile za watoto jioni tutamwona huko. Lakini zile zenye kwaya moto kama hawa apeje pigeni msali mwimbe vizuri, Mungu awabariki. Lakini napenda kwenda hizo za watoto. Nikatafakari na watoto. Ndio wima. Lakini zaidi sana, na hakika watu baadhi yenu mnajiuliza, kilichomleta askofu nini hapa? Sio kweli. Hatujawahi kumwona askofu kwenye misa za jubilei za walei. Kilichomleta nini hapa? Na mapadri wengi na watawa. Najua nitakuja hapa mwezi wa ngapi kuwafanya kigango. Je, bado kituo mnajua hiyo? Ndio wameandika kibao pale kikangoni pale kio. Mkangoe mpaka atakapokuja. Ndio. Si vile hamtapata mawadi wengi. Mtapata watoto na bahati. Na masista labda wale wanao kunisaidia kubeba sanduku. Na parasi moja wewe. Lakini leo wengi hivi unafikiri wananisaidia karibu 20, wengine wako kule nje. Wataingia baadaye mtaona. Sasa kilichonileta ni lile la pili alilofanya Mtakatifu Henrico. Nilikuwa ofisini siku moja. Miaka 3 kamili, 3 almost. Au nyuma kidogo. Huyu mama akaja. Kuna mwanamona anapita sawa, lakini siku hiyo alikuja nikamfahamu zaidi. Akaniambia, baba, nimekuja. Kuna zawadi yangu na familia nataka nitoe kwa kanisa. Nikamwambia, asante. Zawadi gani mama? Akasema, tuna ploti yetu ya familia jirani na nakoishi. Natamani tuitoe kwa kanisa ili pale siku moja kuwepo na kanisa ili wazee na watoto ambao hawawezi kufika kule parokiani waweze kusali pale jirani. Kama mama una hakika? Akaniambia, ndio baba, tumeshaamua ndio hii itakuwa hivyo. Basi nikafikiri sawa, lakini sikuwa na imani sana. Maana najua bei ya ardhi Dodoma. Tena kwenye barabara hii kubwa hiyo. Sema nisubiri nitaona. Nikakaa miezi mingi kidogo. Akaja tena. Hiyo askofu ukumbuka baba alikupa ardhi kwa ajili ya kujenga kanisa. Nikamwambia, mama, uko serious? Sasa niko serious baba. Na mawe nimeshaweka pale kukinga ardhi isichukuliwe. Serious. Basi mmoja nikamwambia aje. Akanileta, akanionyesha eneo, nikaona hapa. Baadaye kulikuwa hamna nyumba. Nyumba ilikuwa chache sana. Ilikuwa moja kwenye kona. Ulikuwa unaona mpaka barabarani, ilikuwa hamna nyumba. Chache sana. Basi nikamwaidia kwamba mama, nitalifuatilia hilo na kushukuru tena. Na wakati huo parokia Ihumwa ilikuwa hawachangamki sana eneo hili. Kwanza ilikuwa wachangamkie nini? Wachangamkie nini? Sasa nikaona namna pekee ya kuweza kufanya mahali hapa paendelee ni mimi mwenyewe tuko ofisini kule nijikomiti kukisimamia hiki kituo ili kipige hatua. Kwa hiyo mwambie mama asante. Pole basi, wakati nafikiria kubwa nitaendeleaje kile kituo. Na Ihumwa pale na wakaanza kutoka pale hapo, baada ya kaanza kuja kutoka kule na hudumia hapa, na nyinyi mkaanza kwa wengi kidogo. Na nilipopata pale ambaye alikuwa tayari kuwahudumia pale na watu, sisi kama bwana, na kituo nimeshajikomiti nitakisimamia mwenyewe. Sasa kwa nafsi yangu naomba ukakiendeleze. Baada kaja nikaanza kushapa kazi hapa na kufanya maajabu haya. Sikujua kwamba kuna kanisa, mnajua hiyo? Serious. Sikule nasema mtakuwa kigambo, nilijua atakuja kuwafanya kwenye mahema. Lakini hata kanisa mnalo. Jamani, mjipongeze sana. Lakini kwa zaidi naomba tupongeze Mama Audrey pamoja na familia yake kwa ukarimu wao. Jamani, hakudai hata senti moja. Hata senti moja.
aliponiambia kwamba aliandika kwa nilio na mwaliko wa askofu na alifanya kama anavyoajilika wengine, hakutegemea ningekuja anyway. Hivyo formality. Nilipoenda nikasema no, nitakwenda ili nikashiriki naye kumshukuru Mungu kwa sababu ya ukarimu wake. Makofi mengi sana bwana. Kwa hiyo mmejua kwa nini nimekuja sasa. Katika Injili nimesikia ile injili ile ya wakoma 10. Wakoma 10. Tunaambiwa mmoja alirudi kumshukuru Mwenyezi baada ya kufanywa makuu. Huwa napenda wale wakoma 10 kuwagawa katika mafungu matatu, ukiacha yule aliyerudi. Wale 9 waliobaki napendaga kichwani kwangu kuwagawa katika mafungu matatu. Japokuwa sidhani kama ilikuwa hivyo, lakini nafikiri sidhani kama nitakosea sana. Naamini kati yao kuna ambao baada ya kuponywa hawakurudi kwa sababu walijilinganisha na wengine. Tulikuwa vizuri, tukapata ukoma, sasa tumepona. Tuko kama wengine. Kumbe haki yetu bwana. Kwani hao walimpa nini Mungu? Wamemwomba Mungu asante kwa kuwa vizuri bila ukoma. Si wao hivyo. Wanaona ni haki yao, na sisi haki yetu kupona. Sasa tunashukuru nini? Watu kwa kama watu wengine. Kule la kwanza. Kwa hiyo hakuna sababu ya kurudi kwa sababu wamepata kilichokuwa haki yao. Kule la pili ni wale ambao hawakurudi kwa sababu baada ya kwenda nyumbani wakaanza kufurahi na familia na wake zao na watoto. Walisema si inatosha tu. Si Mungu anaona. Si inatosha tu. Tufurahi na familia. Jambo jema. Na hakika Mungu anafurahi kwa mtu anafurahi na familia. Na kundi la tatu ni wale ambao walipiga mahesabu. Wale wanaofanya biashara walikuwa. Wakajiuliza, huku tulikokuja kuona makuhani mpaka tukarudi Yerusalemu kwa yule Yesu mbali. Alafu kuna nauli, unakwenda kulala hoji, gharama zote atalipa nani? Nasema inatosha. Kwa gharama hizo sisi tukubali hata mara moja. Kwa hiyo wakuja kwa sababu kwa gharama. Isipokuwa yule mmoja Samaria ambaye alisema sio swala la kwamba nimekuwa kama wengine, sio swala la kwamba nakaa na familia na nifurahisha tu, sio swala la gharama, nitarudi kwa gharama yoyote kumwambia Mungu asante. Ndicho tunachoonja leo kwa mama. Nikisema wangapi mnyoshe mikono mna miaka 50 mwaka huu, mtanyosha wengi. Uongo kweli? Nikisema wangapi mna Biblia ndani ya 25 ya ndoa, mtanyosha wengi. Uongo kweli? Nikisema kwa hiyo mko watu mna Biblia yenu vingi. Lakini yeye mmekuwa kama wale mabuli mengine. Si Biblia kama wengine. Sasa gharama yote yake. Nikabana tu. Mama huyo akasema najua kuwaita watu, marafiki zangu, familia yangu kuja kumshukuru Mungu ni jambo la heri hata kama likifanyika tena. Na ndio maana tuko hapa. Mama salute. Kwa hiyo mama wote tumuombee sana yeye na familia yake, na kwa sababu familia yake, mume wake, watoto wake na familia wale close relatives. Mwenyezi ambariki sana. Aendelee kuishi miaka mingi, aendelee kufanya makuu kwa ajili ya wanaomzunguka. Na kwa namna pekee wahitaji. Mama huyu ana roho ya ajabu. Kila pale nilimwambia simame hapa, ana story na huyu mama ya kusaidiwa au katika parokia yake au katika watu. Kila padre aliyeko hapa ana story. Naona hao walikuwa blue hawa. Hebu simame. Hawa ni mabrother wa Yesu na Maria. Wana kituo chao pale Mwili. Wanatunza watoto yatima na wengine ambao wametoka familia za wasiojiwezi. Wanaishije wakati hawana mshahara? Kwa kuwalisha wale watoto. Wanaishi kwa ukarimu wa watu kama huyu. Na mama ni mmoja wa familia wao mkubwa. Mama, niko pekee.
mfadhili sio tu wa ninyi wa hapa, ndugu zangu Padre Pio pamoja na majirani, yeye ni mfadhili pia kwa hao wenye shida walio wengi. Kwa nini tusimwombee baraka nyingi wa Mungu? Naomba wote tusimame tusali sala moja kwa ajili yake. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asante Mwenyezi, Mwenyezi utupe sifa na heshima. Mama endelee kuchana. Tumsifu Yesu Kristo.